Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni nchi iliyoko katika ukanda wa Afrika ya Kati. Zamani, kati ya mwaka 1971 hadi mwaka 1997, nchi ya Kongo ilijulikana kwa jina la Zaire. Kongo ndio nchi ya pili kwa ukubwa barani Afrika kieneo, na ya kwanza kwa ukubwa kieneo kwa nchi za kusini mwa jangwa la Sahara, na ya 11 kwa ukubwa duniani kote. Kongo ina jumla ya wakazi takriban milioni 75, na Kongo ndio nchi inayozungumza Kifaransa yenye wakazi wengi zaidi duniani, na ya 4 kwa kuwa na watu wengi zaidi barani Afrika, na ya 19 kwa kuwa na wananchi wengi zaidi duniani. Huu ukubwa wa nchi ya Kongo umeambatana na utajiri mkubwa mno uliobebwa kwenye ardhi ya nchi ya Kongo, utajiri ambao umeshindwa kuacha kumezewa mate na mataifa ya kitajiri ya kibepari. Inaaminika vita inayoendelea Kongo inasukwa na mataifa ya kibepari ili nchi ikose utulivu na wazungu wapate upenyo wa kuendelea kuiba rasilimali za Kongo. Kongo ni nchi tajiri mno. Kama ingelikuwa na utulivu na siasa safi, basi isingekuwa ajabu Kongo kuwa ndio nchi tajiri zaidi Afrika, na wananchi wake wangeliishi kama wako peponi. Labda ni kujuze kwa kidogo tu juu ya utajiri wa taifa la Kongo. Kwanza, Kongo ina utajiri mkubwa mno wa madini. Kongo ina hazina ya 10% ya shaba ya dunia nzima, 30% ya cobalt ya dunia nzima, dhahabu, almasi, platinum, risasi, madini ya fedha, zinc, na inazalisha 80% ya madini ya coltan yanayotumika kutengeneza simu, sumaku, iPods na injini za jeti, yaani injini za ndege aina ya jeti. Kongo kuna aina 1100 za madini. Utajiri wa madini peke yake unakaribia dola trilioni 24. Naomba hapo mnielewe vizuri, sio milioni 24 wala sio bilioni 24, bali trilioni 24, sawa na uchumi wa Marekani na Ulaya nzima kwa pamoja, yaani utajiri wa nchi zote za Marekani na utajiri wa Ulaya nzima kwa pamoja. Ndio utajiri wa madini ambayo uko katika ardhi ya nchi ya Kongo. Pia Kongo ina utajiri wa uranium. Wakati wa vita kuu ya pili ya dunia, Marekani waliipiga miji miwili ya Japani kwa mabomu ya atomic, Hiroshima na Nagasaki. Mabomu yale yalitengenezwa kwa madini ya uranium iliyoibwa kutoka Kongo. Lakini pia mbali na utajiri mkubwa mno wa madini, Kongo ina utajiri mkubwa sana wa mafuta ambayo bado hayajachimbwa. Lakini pia Kongo ina misitu mikubwa, wanyama na vivutio vingi vya utalii vilivyopo Ituri na milima ya Virunga, pamoja na mito na mabonde yenye unyevu na rutuba. Mto Kongo ni mto wa pili kwa ukubwa duniani. Una maporomoko ambayo yanaitwa Inga Waterfalls ama maporomoko ya Inga, yanayoweza kuzalisha umeme na ukasambazwa umeme huo katika nchi zote za Ulaya pamoja na Afrika nzima. 80% ya ardhi ya nchi ya Kongo inafaa kwa kilimo. Ni nchi yenye eneo kubwa sana, sawa na Ulaya nzima ya magharibi. Yaani ukubwa wa ardhi ya Kongo ambayo una ardhi yenye rutuba inayofaa kwa kilimo na uzalishaji ni sawa na kuzichanganya kwa pamoja nchi ya Uingereza, Ufaransa, Ujerumani, Italia, Uholanzi, Hispania, Ureno, Ubelgiji na Australia. Hizi nchi zote za Ulaya ukiziunganisha kwa pamoja ndio zinaweza kukaribia eneo la ardhi ya nchi ya Kongo ambayo inafaa kwa uzalishaji mkubwa utokanao na kilimo. Miaka ya 1890, wakati wa ugunduzi wa raba, yaani mpira, zao la mpira ambalo lilitumika kutengeneza mifuko, matairi ya baisikeli, pikipiki na magari, Kongo ilikuwa ndio nchi mzalishaji mkuu wa zao hilo duniani kote. Lakini leo hii eti Kongo haipo kwenye orodha ya uzalishaji wa zao la mpira.
Na ukweli ni kwamba si kwamba zao hilo halizalishwi Kongo, bali mataifa ya magharibi na mataifa yenye nguvu yanakwapua zao hilo na yenyewe ndiyo yanasambaza na kuuza duniani. Hiyo ni sehemu ya utajiri uliopo Kongo. Hapo nimeelezea kwa kiasi kidogo tu, lakini tukifafanua kwa ukubwa, Kongo ni nchi tajiri mno. Utajiri huo ndio unaowaponza sasa wananchi wa Kongo. The Storybook. Hii baraka ya utajiri aliyowapa Mungu imebadilishwa na binadamu waovu kuwa laana ya milele kwa vizazi vya Kongo. Vita vya wenyewe kwa wenyewe kule Kongo vilivyoanza mwaka 1996 vilihitimisha utawala wa Mobutu Sese Seko, utawala wa miaka 31 unaosemwa uliiharibu nchi hiyo kwa kuiingiza katika ufisadi. Vita hivyo vilihusisha mataifa 9 ya Kiafrika, makundi kadhaa ya walinda amani wa Umoja wa Mataifa na makundi 20 ya wapiganaji wenye silaha ama tuwaite waasi. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni nchi iliyoko katika ukanda wa Afrika ya Kati. Zamani, kati ya mwaka 1971 hadi mwaka 1997, nchi ya Kongo ilijulikana kwa jina la Zaire. Kongo ndio nchi ya pili kwa ukubwa barani Afrika kieneo, na ya kwanza kwa ukubwa kieneo kwa nchi za kusini mwa jangwa la Sahara, na ya 11 kwa ukubwa duniani kote. Kongo ina jumla ya wakazi takriban milioni 75, na Kongo ndio nchi inayozungumza Kifaransa yenye wakazi wengi zaidi duniani, na ya 4 kwa kuwa na watu wengi zaidi barani Afrika, na ya 19 kwa kuwa na wananchi wengi zaidi duniani. Huu ukubwa wa nchi ya Kongo umeambatana na utajiri mkubwa mno uliobebwa kwenye ardhi ya nchi ya Kongo, utajiri ambao umeshindwa kuacha kumezewa mate na mataifa ya kitajiri ya kibepari. Inaaminika vita inayoendelea Kongo inasukwa na mataifa ya kibepari ili nchi ikose utulivu na wazungu wapate upenyo wa kuendelea kuiba rasilimali za Kongo. Kongo ni nchi tajiri mno. Kama ingelikuwa na utulivu na siasa safi, basi isingekuwa ajabu Kongo kuwa ndio nchi tajiri zaidi Afrika, na wananchi wake wangeliishi kama wako peponi. Labda